Tuje katika wasail zinazotumika katika kufikisha hizi habari. Kuna wasail qadima na kuna wasail haditha. Kuna vyombo ambao ni hizi zinaitwa vyombo vya habari. Sawa? Wasail. Zamani kulikuwa hakuna isipokuwa wasila wa mubasharatan ambaye ni shafawi, unazungumza moja kwa moja kwa kukusanya watu ukawasikia na wakakusikia, na wasila ya pili ilikuwa ni wasila ya kitaba. Ghaliban ilikuwa ikitumika i'lam, ni wasila shafawia na wasila kitabia, ambapo ndio ilikuwa ikitumika. Hata wahi wa Qur'an wakati ilipoandikwa, ilipoteremka, ni masmu'un wa maqru'. Kwa hiyo fatra ya nyuma, zama za nyuma, ilikuwa vyombo vya habari vimebaki katika wasila ya kuzungumza ambayo ni sauti na wasila wa kuandika. Watu wakawa wanaandika, wanapeleka habari kwa waliokusudiwa kupelekewa habari. Lakini kwa kila zama inavyotatawar na kila mabadiliko yanavyopatikana katika ulimwengu, katika majali ya sinaat na teknolojia na zinginezo, wasail nazo zimetatawar, zimeongezeka. Zikaja wasail haditha, ambapo jumla ya wasail haditha pengine tunaweza tukasema kwanza aqsam ziko 4. Ni wasila masmu'a, ni wasila maqru'a na wasila mushahada. Ndio. Sawa? Sasa zikaja hizi masmu'a, maqru'a na mushahada. Ilianza na maqru'a kwanza. Ile ya zamani ikatatawar, ikaja katika kwenye makartasi, kwenye manini, vyombo vya kuandikwa, magazeti, ikaja hivi. Ikatatawar. Kisha ikaja wasail masmu'a. Wasail masmu'a pia ilikuwa zamani, lakini imetatawar. Zamani ilikuwa ni mimi na wewe tusikizane, mimi nakwambia hapa unanisikia kwa hapa. Lakini ikaja tatawur ya kwamba mimi nitazungumza hapa, wewe utasikia Mombasa na Nairobi na Malindi kwingineko. Ikawa nafsul wasila. Lakini sanaatul insan alipokuwa ameingia katika kutengeneza teknolojia na maendeleo na elimu, allama al-insana ma lam ya'lam, na hilo pia liko katika Qur'ani, fala uqsimu bima tubsiruna wa la tubsiruna, na mengine yote ambayo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Watu wakasoma wakavumbua mambo ambayo Mwenyezi Mungu ashayasema kabla, lakini watu wakaanza kuvumbua baada ya maendeleo. Kukapatikana tatawur, yani maendeleo katika wasila, katika chombo cha kuandika, ikaboreshwa zaidi. Ikawa kuna magazeti, sasa ingia kwenye wasailul i'lam hizi za kuandikwa. Ikaja sasa wasila masmu'a. Masmu'a ilikuwa ni mtu umsikie kwa karibu, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa mteremshiwa wahi, aliteremshiwa masmu'a, akasikia na enda akasomea watu, akawakusanya ya qaum, ya bani Abd Manaf, ya bani Abdul Muttalib, ya bani Hashim, ya bani kadha, akawakusanya katika Jabal Safa, qissa maruf. Fakana dhalika awwal i'lam fi al-Islam. Akawakusanya wote tena alfajiri. Angalia, ametegesha wakati network iko kali. Alfajiri watu wamelala, ni haraka sana kusikia sauti. Ndio pale akawakusanya watu, akasimama juu ya Jabal Safa, akawaita watu. Hii nida sasa ni i'lam. Ndio tukasema i'lam ni sauti na wasila. Sauti na chombo kinachotumika. Mtume alitoa sauti na sauti ikakubali kufikia wengi kwa sababu ametumia position mzuri, ilikuwa ni juu ya jabali na ilikuwa ni wakati mzuri wa kuweza kufika habari haraka kwa sababu ya hali ya utulivu wa anga. Ikawa imechangia, na hii inatupa ishara kwamba binadamu anahitaji kutatawar. Kwa nini sauti ya asubuhi sana ikawa inasikika kwa mbali zaidi kuliko wakati mwingine wa mchana fujo labda, lakini usiku ni tulivu. Wajana al-layla sakanan. Hiyo sakan, kuna vitu vingine vinasikika haraka. Ni sakan kwingine na kwingine unasikika haraka.